Nini ambacho ulikiona cha tofauti kwa Fountain Gate katika mechi ya leo ya jana ambayo ilichezwa jana? Lakini kipi ambacho wangeweza kukifanya walau hicho anachokizungumza Rashidi kiweze kuonekana? Ama ni ubora tunashindwa kukubali kwamba madaraja ya hizi timu mbili ni vitu vile tofauti? Ya kitu cha kwanza ambacho kinabakia huko kwenye uhalisia ni kwamba hizi zilikuwa ni timu mbili ambazo zina madaraja tofauti, na ni jambo ambalo hauwezi kuliepuka kwa namna yote, kwa sababu kuna nyakati unajaribu kuangalia licha kwamba Yanga alifanya mabadiliko ya wachezaji kadhaa kwenye kikosi chao, lakini ukweli unabakia kwamba hata hao ambao walibakia kuwa ni machaguo ya pili kwa mwalimu Pedro, bado ni quality yao ni kubwa kuliko wachezaji ambao wako kwenye kikosi cha Fountain Gate. Hilo ni jambo la kwanza ambalo linabakia kuwa hivyo kwenye uhalisia wake, na isingekuwa rahisi kwa mwalimu wa Fountain Gate kuingia kwenye mechi hii akiwa anategemea kuwa na namba kubwa ya watu kipindi ambacho anaenda kushambulia, kwa sababu watu wengi walikuwa wanakaa nyuma ya mpira, na ni jambo la kwanza hilo ambalo wao walitakiwa tu kulifanya dhidi ya Young Africans. Lakini sasa hapa ambacho kilikuwa inatakiwa kufanyika ni kuona jinsi gani ambavyo transition za kutoka kwenye kuzuia kwenda kwenye kushambulia zinakuwa ni za uharaka zaidi. Sasa huo uharaka ambao ulikuwa unatakiwa kufanyika wakati Fountain Gate wanatoka kwenye eneo la kuzuia kwenda kwenye eneo la kushambulia, unajaribu kuangalia kwenye mpira wa miguu, tunasema chochote ambacho unakifanya unajiwekea kwenye kichwa chako kwamba what if litatokea jambo lingine. Yani wakati mnaongeza namba kwenye eneo la kushambulia, unajaribu kujipima wewe mwenyewe na kujiuliza kwamba what if nikaongeza namba watu kwenda kwenye eneo la kushambulia, labda nikaa na watu 4 au 5 ambao wanaenda kushambulia. What if Young Africans wataupokea huo mpira kwenye hilo eneo na wao wakaja kutocounter, sisi tutakuwa na uwezo wa kujibu kile ambacho Yanga watakuwa nacho? Ukijaribu kuangalia uchaguzi wa kikosi cha Young Africans, licha kwamba kulikuwa na pengine kudorora kwenye baadhi ya maeneo, lakini angalia tabia binafsi za wachezaji wa Yanga ambao wako nao. Inawezekana walikuwa deliver moja kwa moja kile ambacho wangeweza kukitoa kiwanjani, lakini unaangalia tu tabia za kiuchezaji za mchezaji mmoja mmoja, kwamba riski kuondoka na namba kubwa ya wachezaji kwenda kwenye kushambulia, alafu Yanga kwenye maeneo ya pembeni, kwa mfano akiwa ana transit kwenda kwenye kushambulia wakiwa wanapitia pembeni, ndio upande ambao anacheza Boka, ndio upande ambao anacheza Isla, ndio upande ambao yuko Celestine Yakua, yupo Ofenchikola, ambao wote kwenye speed wanaweza kawa na speed kubwa kuliko walinzi wako ambao wanaenda kuzuia. Wanaweza kafika kwa haraka kwenye eneo lako kabla hujafanya recovery ya kukaa kwenye maeneo na kuanza kuzuia tena kwa mara nyingine. Kwa ndio maana unaona moments nyingi za mpira zilikuwa zinafanya Fountain Gate kuwa kwenye namba kubwa kwenye eneo la kuzuia kuliko ambavyo ulikuwa unaweza kuriski kwenda kwenye kushambulia, kwa sababu mwalimu alikuwa anaweka hiyo tahadhari kwamba nikienda kushambulia na namba kubwa ya wachezaji itakuwaje Yanga ikipokea mpira, kwa sababu wana watu ambao wana speed, wanaweza kuwin 1v1 wakani counter wakanifunga magoli mengi. Hii mechi imemalizika kwa Yanga kushinda magoli mawili kwa bila. Lakini angalia kwenye eneo la kile ambacho walikifanya Fountain Gate, kwa maana nidhamu ya kuzuia ilikuwa ni nidhamu ambayo mimi kwangu naweza nikasema ilikuwa ni perfect kukabiliana dhidi ya Young Africans. Kwa nini? Kwa sababu unajaribu kuangalia hata moments ambazo Yanga walipata hayo magoli, pengine goli la pili tu ndilo goli ambalo nasema hili ilikuwa ni goli ambalo akili kubwa sana ilitumika kwa mpigaji wa pasi ya mwisho ambaye ni Duke Abuya. Aliweka pasi katikati ya walinzi wa Fountain Gate, yani katika mazingira ambayo Fountain Gate anaamini kwamba hapa mpira unaweza usipite kwa urahisi, wao walienda kupenyesha mpira kwenye eneo lile, na unapongeza intelligence ambayo alikuwa nayo pa kumzuza kwenye kucollect ule mpira na kwenda kuangalia tukio hili hapa. Unaangalia namba wachezaji wa Fountain Gate hapo, alikuwa na wachezaji 4 dhidi ya 3, lakini bado Yanga alifanikiwa kupita kwenye ile eneo na kwenda kufunga goli.